Okay guys, leo nimewaletea jamani historia mpya. Nadhani watu wengi hii hawaijui. Watu wengi Tanzania hapa wanajigea namba, mtu anajiita 45, sijui 47, lakini hawajui asili ya hizi namba zilipotokea na mpaka sasa watu wanazitumia tu. Asili ya hizi namba hizi namba zilianzia South Africa, pale nchini South Africa kipindi cha miaka ya nyuma huko. Namba hizi zilikuwa zikitumika sana kwenye magereza, zilikuwa zikitumika sana kwenye migodi, lakini zaidi kwenye magereza. Tunazungumzia kwenye magereza hapa. Kwenye magereza kwa kipindi hiko zilikuwa zikitumika namba 26, 27, 28. Hizi namba zilikuwa zikitumika kwa kipindi hiko, zikitumika sana na magenge ya wauni. Hizi namba haziwezi zikatumika mtaani, haziwezi zikatumika madukani wala sehemu. Hizi namba zilikuwa zikatumika na namba, watu ni namba. Ukisikia namba ni hao magenge ya wauni. Kwa kipindi hiko South Africa wanyang'endo, yani hao ni hawachekeshi hata kidogo. Magenge ya wauni kwa wanakuzingua. Sasa bwana 26 kwa kipindi hiko 26, mfano 26 hii ni namba. Sasa hii namba 26 anapewa mtu. Na hii namba kwa kipindi hiko wao walikuwa na assume kwamba tunakugea namba 26, wewe ni mtu mwenye akili timamu. Yaani 26, ukiitwa 26 maana yake wewe ni mtu ambaye akili yako imechangamka, inaweza kuchanganua mambo. Kwa hiyo huyo anaitwa 26. Huku Tanzania sisi tunamuita 26, tunamuita kipaji. Sasa kule 26 sio kipaji. 26 ni mtu ambaye akili yake imechangamka, inaweza kuchanganua mambo kwa haraka. Yaani analiweza akaona tukio pale ambalo linaweza likamkosti, lakini anachanganua akili chap, anatatua lile tatizo. Huyo ndo 26 kwa kipindi hiko South Africa hapo. Sasa hawa 26 walikuwa wanatumika kwa kazi gani? Uko gerezani walikuwa wanatumika kimfano, wanapewa madawa kulevya, wanapewa bangi, wanapewa madude yote, madawa kulevya wanaingiza ndani huko, wanaenda kutumia wakulungwa, wakuu wa magenge. Yani wakuu wa magenge, sio kuwa magereza, wakuu wa magenge. Kwa hiyo yule 26 akipewa wale madawa kulevya, akipewa bangi, akipewa nini, anaingiza ndani kule, wanaenda kutumia wakulungwa. I say hii 26 hii kwa kipindi ndio ilikuwa ina maana hiyo, lakini sasa hivi watu wanajiita 26 sijui kipaji. I say make sure unapojigea namba unatakiwa ujue ina maana gani. Sasa kulikuwa kuna hawa 27 hawa walikuwa ni wazee wa kutetea kundi. Yaani hawa ni kama watu wa sheria. Yaani ukipindisha tu bwana wanakuzingua. Lakini hawa wanakuzingua vipi? Kuna watu ambao sasa wao ndo wanakuja kukushughulikia. Yaani wao 27 wanasimamia kama, yani wao wanasimamia sheria. Wapo 28 au 28 ndo wanakuja kukuzingua. Hawa hawachekeshi. Yani ukishakutana nao mzee au wanakushughulikia au 28. Sasa hao 28 ni watu ambao wapo physical, wapo vizuri. Yani ni watu ambao wameshiba, wana nguvu. Yani akikukamata, akisema akushughulikia na kushughulikia kweli kweli, anakupiga. Yani unaweza usiamke. Sasa hizi namba zina maana. Kwa hiyo kwenye magenge yale ya wauni nchini South Africa kwa kipindi hiko ndio walikuwa wanageana hizi namba kwa maana. Uwezi ukagewa namba kama hauna sifa za hizo nilizozitaja katika kundi. Ili ugewe namba katika kundi lazima uwe na sifa fulani. Kwa hiyo hawa watu wenye nguvu, watu wenye maguvu kweli kweli, hao walikuwa wanaitwa 28 kwa kipindi hiko. Kitu 28, kisema 28, basi hao watu wenye maguvu 28 wote huku, basi 28 wote huku ni mijitu yenye nguvu imeshiba. Wewe Chikonda uwezi ukaenda kukaa kwa 28, lazima ukae pembeni. Sasa nikisema 26, watu ambao wana akili yao imechangamka, wote wanakaa huku, basi wote wanahamia huku. Kwa hiyo hizi namba zilikuwa zinatoka kwa maana, na hizi namba chimbuko lake ndo lilianzia hapo nchini South Africa. Lakini miaka imeenda, sasa hivi Tanzania nao tukaiga. Sasa sisi tumejigia namba 45 sijui 47, lakini hizi namba watu wamejigia kwa maana. Je, watu waliojigia hizi namba nchini Tanzania, hizi namba mmejigia zina maana gani? South Africa walijigia kwa maana hiyo. Je, nyie mmejigia kwa maana gani? Mnamaanisha nini? Asante sana. Make sure unanifollow, make sure una like, make sure una share na watu wengine. Asante.